Unaweza kama unaandika, unaweza ukaandika ya kwamba mimi nimechaguliwa na Bwana, mimi nimechaguliwa na Bwana, au kwa lugha nyingine, kwa upande wangu nasema wewe umechaguliwa na Bwana, wewe umechaguliwa na Bwana. Kwa nini wewe umechaguliwa na Bwana? Unaweza ukajiuliza, ni watu wangapi ambao wapo na hawajapata nafasi ya kufika nyumbani mwa Bwana leo? Kwa nini wewe ndio umefika na kwa nini mwingine hajafika? Swali la kwanza ambalo unaweza kujiuliza. Sasa jibu lake mimi nakwambia kwamba Mungu ndiye amekuchagua wewe kwa siku ya leo kwa sehemu ya maombi haya, na ndiye Mungu aliyekuchagua kwa sehemu na unafaa kusimama kwenye nafasi ambayo upo leo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu angeweza kuwawezesha wengine wakafika, lakini wengine kwa nini? Yamkini hawana majukumu, yamkini hawana kazi yoyote, lakini hawajaona umuhimu wa kuja kukuomba, hawajaona umuhimu wa kusogea kuja kuomba, kuja kuzungumza na Bwana. Kwa sababu tunapozungumza habari ya maombi ni habari ya mazungumzo na Mungu wetu aliye hai, ni habari ya mawasiliano kati yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie ya kwamba wewe ndio uliyechaguliwa na Bwana. Umechaguliwa na Bwana kuwa sehemu ya hiki ambacho tunakifanya, lakini vile vile Bwana ndio aliyekuchagua wewe kuwa sehemu ya watoto wake ambao wanasikia sauti yake kupitia madhabahu au kupitia watumishi wake. Wewe ndio Mungu amekuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo sasa ninaweza nikatoka hapo nikakwambia kwamba kuna namna Mungu ametuita ili tuweze kumtumikia. Na Mungu anapokuita kutumika, ujue kuna kusudi au kuna makusudi maalum ambayo amekuitia kwa ajili ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anapokuita kufanya jambo au kutumika, maana yake anakuita kwa kusudi maalum au kwa lengo maalum ya kwamba unatakiwa uje hapa ufanye 1, 2, 3. Na utakapofanya 1, 2, 3, kitatokea 1, 2, 3. Na kikitokea 1, 2, 3, utapata 1, 2, 3. Ndivyo kanuni za kiungu ambazo zinakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kupata vitu kutoka kwa Mungu kama hujakubali kutumika, kama hujakubali kufanya kile ambacho Mungu amekuita ufanye, kama hujakubali kufanya kile ambacho Bwana amekuchagua ukifanya. Kila mmoja ana nafasi yake katika ulimwengu huu. Bwana amekuchagua kwenye nafasi hiyo ulionayo. Bwana amekuchagua kwenye nafasi hiyo ambayo upo, pamoja na udhaifu ulionao, pamoja na changamoto ulionayo. Bwana amekuchagua. Swala ni kuitika. Haleluya. Swala ni kuitika ya kwamba Bwana amenichagua, niko tayari kufanya eneo ambalo umenichagua. Na kama niko tayari kufanya eneo ambalo umenichagua, kama hauwezi, una wajibu sasa kumwambia Bwana, ninaomba uniwezeshe, ninaomba unisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia maombi haya tutaangalia habari za mtu mmoja anaitwa Yona. Tutamwangalia sana kwa upana sana huyu mtu, lakini leo nitakugusia mambo machache tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo natakiwa kuelewa, Bwana akikuchagua, usipokubali na kuona kwamba umechaguliwa, Bwana anaweza akatumia gharama yoyote kuhakikisha umekubali eneo ambalo amekuchagua. Haijalishi kwa mateso, haijalishi kwa shida, atatumia njia yoyote kuhakikisha unaelewa ya kwamba amekuita au amekuchagua kufanya jambo kwa eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la msingi ambalo nataka kuelewa. Sasa tutaenda kusoma katika kitabu cha
Yona sura ya kwanza, Yona sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema ya kwamba, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akijilaza akapata usingizi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kula, nayo kula ikamwangukia Yona. Ndipo akamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Akamwambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi na kavu. Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilotenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akamwambia, nikamateni nitupe baharini. Basi bahari ikatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii nawapata. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu, ili wapate kurudi pwani, wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana. Basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. Basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Ndipo wale watu wakamwogopa Bwana mno, wakamtolea Bwana sadaka na kuweka nadhiri. Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku 3 mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma hii sura nzima tukiona habari ya huyu mtu anaitwa Yona. Yona alichaguliwa na Mungu aende katika mji wa Ninawi. Mji wa Ninawi ulikuwa ni mji ambao umejawa na maovu mengi, umejawa na mabaya mengi. Sasa Bwana akasema mtu pekee ambaye anayefaa kwenda kupiga kelele katika mji huu na huo mji ukapona ni Yona peke yake, kwa sababu yeye ndo aliyebaki kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yona ndio aliyemcha Bwana. Lakini cha ajabu, Mungu amemtazama Yona ya kwamba yeye ndiye atakayekuwa sababu ya mji wa Ninawi kupona, lakini Yona anakimbia. Yona anakimbia ile kazi ambayo Bwana anampa. Akajaribu kutumia ujanja alioona ya kwamba apande merikebu aende mji mwingine ili ajiepushe na agizo la Bwana hilo. Akatoa nauli, akatoa gharama zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapanda ule merikebu kwenda mji wa Tarshishi, lakini asijue ya kwamba Bwana amemchagua kwa ajili ya mji mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anaweza akakuchagua wewe kwa sababu ya Tanzania. Bwana
anaweza kuchagua wewe kwa sababu ya kanisa lake. Wakati mwingine unaweza ukazani ya kwamba sasa Mungu anaweza akatumia watu wengi kukomboa watu waovu. Hapana, Mungu anaweza akakuchagua akakuona wewe peke yako unafaa, ili uwe sababu ya watu wengine kubadilika, ili uwe sababu ya watu wengine kukaa salama, ili uwe sababu ya watu wengine kumrudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usipoelewa ya kwamba Bwana amekuchagua, utaanza kukimbia na kutangatanga. Utaanza kusema ngoja niende huko, lakini nakuhakikishia kwamba hautaona matokeo yoyote, kwa sababu unakwepa agizo ambalo Mungu anakuagiza ili uweze kusaidia watu wengine waweze kutoka kwenye makosa, waweze kumrudia yeye. Kwa sababu mpango wa Mungu na kusudi la Bwana ni watu wote wamlingane yeye, watu wote wasimame na yeye, watu wote wamtegemee yeye. Wewe unaposhindwa kusimama eneo ambalo Bwana amekuchagua kwa ajili ya watu wengine ambao wako kinyume na Mungu, wewe na uhakika ya kwamba hautabaki salama, wala hautaona mpenyo ambao unafikiria yamkini utapata uafadhali. Yona akafikiria kwamba atapata uafadhali juu ya kukimbia agizo ambalo Bwana amempa. Lakini kilichotokea ni nini? Kilichotokea ndio alipata mateso makubwa, na mbaya zaidi akasababisha hata watu wengine kupoteza mali zao. Biblia inatuambia kwamba walitupa shehena zao, mizigo yao ambayo walikuwa wanasafiri nayo wale watu, wakajaribu kutupa kwenye bahari ili angalau kupunguza mzigo ya kwamba bahari itulie. Lakini kilichotokea ndio ilizidi kuchafuka. Kwa hiyo Bwana akikuchagua kwenye nao, unapaswa kuelewa ya kwamba unatakiwa kusimama kwa kweli. Usipoelewa unaweza ukasababisha machafuko katika familia yako bila kujua. Huenda leo hii familia yako inateseka, una maisha ambayo unaishi ambayo ni mabaya, ni kwa sababu umeshindwa kuelewa ya kwamba Bwana amekuchagua kwa ajili ya watu wengine wapate kutoka kwenye maovu, kwa ajili ya watu wengine watoke kwenye dhambi, kwa ajili ya watu wengine waache mabaya wamrudie Mungu. Na wewe unajaribu kukimbia bila kujua kwamba unasababisha matatizo na unasababisha changamoto kwenye familia yako, waweze kupata shida kubwa. Haleluya watu. Wewe umechaguliwa na Bwana. Wewe umechaguliwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama tunaelewana watu wa Mungu. Yamkini umeamua kutoa gharama yako, na wengine wanaamua kujitoa fahamu. Wanasema mimi sifanyi hivyo. Mimi na mambo yangu bana, niko busy, I'm so busy. Niko busy na mambo yangu, niko busy na majukumu yangu. Kuna mipango mingi nimeipangilia. Una mipango mingi umeipangilia kuliko anayekupa pumzi ya kila siku. Una mipango mingi umeipangilia kuliko anayekupa nguvu ya kuifanya hiyo mipango. Akiamua sasa hiyo mipango yenyewe hautaitimiza, na hayo malengo ambayo unasema na mambo mazuri umeyapanga hautayafanikisha. Wewe umechaguliwa na Bwana, lazima usimame kwenye eneo ambalo Bwana amekuchagua. Lazima usimame kwenye eneo ambalo Baba amesema kwamba utumike hapa, ufanye hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Yona akasababisha hasara ya mizigo ya watu wengine kasababisha hasara. Watu wakapoteza malighafi zao, wakapoteza mali zao kwa sababu yake. Angalia, inabidi na sisi wana wa Mungu ifike mahali tutazame, tusije tukasababisha shida. Sio tu kusababisha tusije. Wakati mwingine ninapozungumza hapa leo hii, kuna mwingine tayari yuko kwenye shida kwa sababu amekataa kile ambacho Bwana anataka afanye, amekigomea. Ameamua kwenda na njia zake anazojua yeye. Unajua kwa nini Yona alikataa kwenda Nineve? Ule mji ulikuwa ni mji mbaya bara. Ulikuwa ni watu ambao wenye wamejaa maovu kupita kawaida. Yaani imefika mahali mpaka Mungu mwenyewe anasema mji hapana. Ili nitafute mtu ambaye angalau aende akawasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kuna namna mwingine, muda mwingine Mungu anaweza akakuchagua mahali ambapo wewe mwenyewe ukitazama unasema hapa mahali kweli mimi ndo natakiwa nikae hapa. Ukijiangalia na jinsi ambavyo unampendeza Mungu, jinsi ambavyo unampenda Mungu, unaanza hivi, kweli mimi nimechaguliwa nikae usana hapa kweli? Kwa jinsi nilivyo kweli mimi nilivyo bora? Haya, kamuulize Yona. Yona anasema ni mcha Mungu, lakini anaambiwa nenda katika mji ambao umejaa maovu. Yona alikuwa na sababu ya kukataa, kwa sababu moja. Sababu ya kwanza, angesababisha au ingeweza kumpelekea hata yeye kumkosea Mungu kupitia ule mji ulivyokuwa umechafuka. Lakini Mungu anasema hapana, hivyo utaenda. Akajaribu kukimbia. Tutazidi kuona huko mbele. Nisiende sana ili tupate muda wa kuomba leo.